na kimsingi tumeanza maandalizi ya Champions League ya msimu ujao. Kwa hiyo tunaanza kuiandika kwa Mkapa hatoki mtu kesho maandalizi mpaka msimu unaokuja tukiwa hai. Msemaji mmoja ya Ulaya huko wanatuuliza Simba imekuaje, hatujawazoea namna hiyo. Sio tu hamjafuzu, lakini mmeshika nafasi ya 4 kwenye grupu na msiseme nafasi ya mwisho, semeni nafasi ya 4. Kwa watu huko wanatuuliza, wa Ulaya, wa Asia, wa Amerika Kaskazini, wa Amerika Kusini, wanatuuliza, wanashangaa ni katika maajabu makubwa ya dunia hii kwamba Simba inakuaje inashika nafasi ya 4. Lakini ni kawaida kwenye mpira wa miguu. Ni kawaida, inatokea mwaka mmoja mambo yanakwenda arijojo kwa upande wetu. Sisi mwaka huu mambo hayakuwa mazuri kwa upande wetu. Ziko sababu nyingi, lakini zote tumeshazifanyia kazi na Simba sasa imekaa imara na tunaanza maandalizi msimu huu kuelekea msimu unaokuja. Wewe ni miongoni mwa wale ambao wanaamini kwamba tamaliza na alama 5 na kuna ambao watamaliza na alama 5 kama tunajiangalia sisi zaidi. In fact hata hizo alama 5 zenyewe hakuna kitu kitatusaidia kikalkuletale, lakini tunachofanya sisi ni kushinda tu. Hata kama tukishinda tutapata alama 1, sisi we are very fine, lakini tunachokitaji sisi ni kushinda, na insha Allah naamini tutashinda kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo, maandalizi tuliyokuwa nayo. Ushindi utakwenda kupatikana siku ya kesho, na tukifikisha alama 5 itakuwa ni jambo bora. Ni jambo bora sio kwa sababu kuna wengine wana alama 5, ni jambo bora kwa sababu tumefikisha walau alama 5, lakini muhimu zaidi tumeshinda Benjamin Mkapa, our home ground. Na mnataka kuweka heshima kwenye mechi hiyo? Nataka kuweka heshima kama ambavyo nimekuambia. Kama kocha wa Stade Malien anashangaa kuiona Simba yuko chini yake, ndivyo dunia nzima inavyoshangaa. Kwa hiyo tukipoteza mchezo wa kesho, maana yake dunia inazidi kushangaa zaidi kwamba inakuaje Simba mwaka huu. Kwa hiyo hatuko tayari kuendelea kushangaza dunia, hatuko tayari kuendelea kuipa huzuni, kwa sababu Afrika inahuzunika kwa Simba kushindwa kufuzu kwenda robo finali, na hatua ya robo finali itadorora kwa namna moja ama nyingine kwa sababu Simba Sports Club hayupo huko. Kwa hiyo hatuko tayari kuendelea kuisononesha Afrika, yani kushinda hata mchezo mmoja, hatuko tayari kwa hilo. Msemaji, mbali na kuwa ni Jumamosi, mechi ni saa 1 kamili usiku, ni tarehe 14, wapo ambao ni siku maalum kwa ajili ya kusherehekea siku ya wapendanao. Nawaambia nini kuna? Latifa na wapendanao. Yaani kesho siku ya wapendanao, Valentine Day. Kesho ndo siku ya wapendanao. Waje uwanjani na kapu zao au? Wale watu wenye tukisema wale watu wenye mahaba yao waje na wenza wao, waje wapate burudani na kuonesha mapenzi zaidi. Njoo nao wote kama ni 6, njoo nao wote, ndio sisi yetu tujaze uwanja. Kwa mfano ukiamua zako bwana wile uje na wachumba zako wote 5, maana yake automatic sisi tunakwenda kujaza huu uwanja kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo kama una wapenzi wengi, waoneshe mapenzi yenu, njoo nao Benjamin Mkapa. Dada una mister? Hauna? Na okay, basi njoo peke yako ufurahie Simba Sports Club. Lakini usijisikie unyonge. Kama utahitaji company, I'm here. Niko hapa kwa ajili ya kusherehekea siku hiyo na kuisherehekea Simba Sports Club ikifanya maajabu yake katika siku ya tarehe 10. Rangi ya jezi pengine upendekeza? Rangi yetu ni nyekundu, ndio ambayo tutavaa kesho uwanjani kwa wachezaji na majukwani kwa mashabiki, kwa sababu tuko nyumbani, kwa lazima tuvae jezi yetu nyekundu, jezi ya mauaji, jezi ya kumwaga damu. Kubwa kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa ni wachezaji wenu ndio fans. Kila nikijaribu kupita nakutana na hizo articles kwamba mchezaji wenu hivi sasa ana mapenzi na Yanga. Hata pia nimeona media habari wa Yanga akiandika hiyo kwamba
Endeleeni kumsikilizaji kila kitu ofisi yake iko ili mapenzi yako ya Afrika. Hans Raphael ameandika pia nimeona kitu kwamba yeye ni nani mpaka aseme kwamba mchezaji wetu ni mapenzi na Yanga. Mimi pia akakujibu tena kwamba muda tunaongea sema hiyo kwanza pia kwa chama na baadhi ya wachezaji wengine. Kwanza na mapenzi na Yanga. Anafanya naye mapenzi. Hapana, yeye ni kama timu anayoihusu. Panzu ana mapenzi na Yanga. Wanafanya mapenzi. Hapana, naikubali. Kwa hiyo anayemfanya mwenzie nani kwenye hayo mapenzi? Semaji anaikubali, ni kama anapenda, anaipenda. Panzu ana mapenzi na Yanga. Anaipenda, kuitumikia, anapenda kuitumikia. Panzu ana mapenzi na Yanga. Kwa kuitumikia lakini. Maana yake wanafanya mapenzi. Hapana. Na anayemfanya mwenzie nani kwenye hayo mapenzi ya Mpanzu na Yanga? Kwa hiyo swali tumuulize Hans. Muulizeni Hans, nani hapo anayefanywa? Sio kufanywa. Ana mapenzi na Yanga kwa maana kwamba anaipenda. Kama unavyoipenda Simba. Unaipenda Simba. Anyinyi kawaulizeni sasa vizuri. Kamuulizeni huyo bwana. Umesema Mpanzu ana mapenzi na Yanga. Sasa nani? Kwa hiyo wanafanya mapenzi. Hapana, semaji. Jambo la kwanza kabisa. Alafu wakisha kujibu wanafanya mapenzi, sio na mapenzi? Nani anafanywa hapo? Sasa majibu yako hivi ni kwamba yani hana furaha akiwa Simba, ila yeye anaipenda Yanga kwa kuitumikia kama wachezaji wengine. Sio maana hiyo ambayo umeweka wewe. Nani kasema? Ndio mtandaoni. Hans Raphael ni mpuuzi tu kama walivyo wapuuzi wengine wote ambao unaona sehemu mbalimbali. Huwezi kusema namna hiyo mchezaji fulani ana mapenzi na matimu. Huko ni kutaka kumchonganisha mchezaji husika na waajiri wake kwa wakati husika. Kama wanamtaka Mpanzu wala haina shida, wala wasihangaike kujizungusha wala nini, wakamtuma Mpanzu wakamtuma Hansi kumchonganisha Mpanzu na Simba, wala wasihangaike. Utaratibu wenyewe wanaojua uko wazi tu, wanasubiri muda ukiisha, wanamchukua baada hapo wanakaa naye, kama ni mwaka mmoja, kama ni miaka miwili, kinawashinda, alafu kinajua kitu gani wala sisi wala hatuna wasiwasi katika maeneo ambayo hatuna wasiwasi hata kidogo. Ni mchezaji wetu kutoka Simba kwenda Yanga, yani hatuna mashaka hata kidogo. Wala kwa Simba hamna mashaka, yani hatuna wasiwasi hata mmoja, kwa sababu kinachoendelea baina ya wachezaji wanaokwenda huko na hiyo timu wenyewe wachezaji wanakijua, na baada ya muda muhimu tu ukishaondoka usifute namba zetu, sababu sisi ni mtakuja primary school. Kwa hiyo ni agenda ya makusudi ambayo wanaiendesha kwa ajili kwanza ya kumpotezea utulivu Mpanzu, lakini pili kumchonganisha Mpanzu. Ni kweli Mpanzu anapitia kipindi kigumu na hii kila mchezaji anakipitia, lakini kwa Mpanzu ni zaidi. Mpanzu ana mambo mengi ambayo yanamwathiri ya kifamilia, ikiwemo ametoka kumzika mtoto wake wiki iliyopita tu, kama sio wiki mbili zilizopita. Kwa unaweza kuona hiyo burden aliyokuwa nayo na analazimika kupambana kuendelea kuitumikia timu yake. Anashuka kiwango kwa sababu hiyo, lakini ni mapito ya kawaida. Kuna kipindi nani yule wanamshambuliaji wao mmoja hapa alikuwaga fungi yule wakawa anaitwa nani? Mbona wakusema kama ana mapenzi na Azam FC ama ana mapenzi na timu nyingine? Ni mambo ya kawaida ambayo kila mchezaji lakini hili wanalifanya kwa makusudi kwa ajili ya kutaka kumchonganisha Mpanzu na mashabiki wake, Mpanzu na Simba yake. Mpanzu akikosea uwanjani watu waanze kureflect ya kwamba amekosea makusudi kwa sababu anataka kufanya kitu fulani.
Mimi niwaombe wana Simba, huu ni wakati wa kusimama na Mpanzu, ni wakati wa kumtia moyo Mpanzu aepukane ama aondokane na kipindi hiki kigumu. Atarejea kwenye ubora wake na ataendelea kuitumikia Simba Sports Club. Muda wake wa kukaa Simba ukiisha, ataondoka kama walivyoondoka wachezaji wengine. Hilo wala sisi hatuna mashaka nalo. Simba Sports Club tumemuuza mfungaji bora wa msimu uliopita, tumemuuza mtoa asisti bora wa msimu uliopita, tumemuuza mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC wa msimu uliopita. Tunahofia kumuondoa nani ndani ya timu yetu muda wake ukifika. Kwa sisi wala hatuna mashaka na wenyewe, wala wasijitekenye, wala wasikae wanawashwa. Kama wanamtaka wamsubiri, watamchukua tu, yani watampata tu, alafu baada ya muda watamwacha tu. Yani hiyo ndio jambo ambalo sisi tuna uhakika nalo na imeshafanyika hivyo. Tuanze kutaja majina wale kwenda wakawashindwa wakarudi. Msitaje. Kwa wala sisi hatuna mashaka. Wao kama wanamtaka, wana mambo mawili wanatakiwa kufanya. Kwanza wasubiri usajili ukifika, twende tukapambane sokoni, la kwanza. La pili walete ofa. La tatu wasubiri sisi tuachane nao. Sisi wala hatuna mashaka, yani sisi wala hatuna mashaka ndugu zangu. Mchezaji wetu kuondoka. Hii ni Simba Sports. Kuondoka tu au kwenda popote kule. Kwani hao huko wameenda wangapi? Kwenye hii kipindi cha miaka mitatu tu wangapi wameshaenda mpaka hivi sasa? Na nini kimetokea? Wanaendelea kucheza. Wapo ambao wamerejea kwenu. Lakini pia wapo baadhi. Yule si amerejea kwa watu wengine kule. Kwa wala msio na wasiwasi ndugu zangu. Sisi hata kuwapa tunaweza tukawapa. Nyinyi usi mnamtaka. Si mnakosa raha mpaka mumpate, tunaweza tukawapa. Wala sisi tunasalimia tu watu. Bana mchukueni bana, miezi yao 8 tu washatota, wamemwacha rumudisha au wamempeleka na nini Manyoni. Yani sisi tuna shida yani sisi hatuna shida hata kidogo. Na mimi niwaambie kitu kimoja, yani wasifikiri kwamba wanatuumiza ama wasifikiri kwamba wanatutingisha ama wasifikiri kwamba kuna namna wanatuvurugia utulivu wetu kwa kuwa wanamtajataja Mpanzu ama kwa kuwa wanamtakataka Mpanzu. Sisi wala hatuna mashaka hata kidogo. Tunaweza tukawapa hata bure Mpanzu, mchukueni, alafu baada ya muda mchache mno wenyewe tu na wanaonaga aibu kutoka hadharani kusema jamani maana hiyo wenyewe mnajua namna ya kutumia silaha mlizonazo, wengine mkiwapa analiona kama of course kule tunajua tena wajinga ndio waliwao kule, kuna hela fulani hivi ambazo nani, kwa hiyo vijana wanakwenda wanachukua, maisha mengine yanaendelea.